Umuhimu wa minada kama hii kwa kweli ni mkubwa sana, hasa hapa kwetu. Unajua hapa Tanzania tuna mifugo mingi sana. Nafikiri ya pili katika Afrika kwa wingi wa mifugo, ila tuko nyuma sana kwenye ubora wa mifugo na huko ndio hasa lengo letu kufika, ni kuboresha hii mifugo tuliyokuwa nayo. Mr. Akram, wewe umekuwa ni mdau mkubwa wa sekta ya utalii na sasa naona unaweka nguvu katika ufugaji huu wa kisasa. Pengine unafikiri kuna connection yoyote katika sekta ya uhifadhi na utalii na huu ufugaji wa kisasa? Connection iko kubwa sana kwa kweli. Unajua, unapofuga kwa ubora na unapofuga mifugo bora na unapobadilisha mfumo wa ufugaji kwa mfano kuanzisha mashamba yako ya kulima nyasi na chakula cha mifugo, unahitaji eneo dogo zaidi. Matokeo yake unakuwa umeacha eneo kubwa ambalo pengine sasa hivi unalitumia kwa ajili ya mifugo, na pengine ungeliacha eneo hilo kubaki katika nature yake kwenye uhifadhi, ingesaidia zaidi kwa ajili ya viumbe vingine zaidi ya mifugo tunayofuga kila siku. Ufugaji wa kisasa ni uhifadhi, ufugaji wa kisasa ni utalii, ufugaji wa kisasa ni uchumi, na ufugaji wa kisasa ni biashara kubwa katika ardhi ya Tanzania na TGLB ndani ya nyumba, kwa maana wakiwepo uwandani katika maonesho haya makubwa kabisa ya mifugo pamoja na mnada wa mifugo Three Nations Livestock katika eneo hili la Chalinze mkoani Pwani. Leo hii au safari hii tuseme tumekuja na mbegu hii ya ng'ombe ambayo inaitwa Tuli. Origin yake ni Zimbabwe. Tumeona kwa hii mbegu inatufaa sana hapa Tanzania. Moja, sio kwa sababu tu ya uhaba wa mvua au uchache wa mvua, lakini tatizo kubwa pia tulilokuwa nalo la overgrazing, yaani kulisha maeneo madogo idadi ya ng'ombe wengi. Kwa hiyo panapokuwa na ushindani wa malisho kwa idadi ya ng'ombe, hawa ng'ombe wanahimili joto, wanahimili chakula duni na wanakuwa haraka. Ni kundi la kwanza ambalo tumeleta Tanzania, hawajawahi kufika hapa kabla, lakini tuna breed hawa ng'ombe kwenye shamba letu la West Kilimanjaro, na tuna ng'ombe wengine wengi ambao tumeshanunua Afrika Kusini ambao tunategemea kuwaleta. Kwa ujumla kwenye kampuni yetu tuna ng'ombe hao mpaka sasa hivi kama 350 hivi. Hii ni Kadoshi TV, always on time.